Kila mwenye sikio anayo haki ya kuchagua kusikia au kusikiliza. Kila mwenye macho ana hiari ya kuangalia au kutazama. Kila mwenye miguu na achague kutembea au kusimama. Hii ni tofauti kwa mwenye imani, kwani hawezi kwa hiari kitu kingine chochote na ikasafinia pasipo kutenda kwa ari na kicho kile anachoamini kwamba ni burudisho, hakimisho kwa kile alicho na imani kwacho. Pengine ndiyo maana waneni walinena kwamba pendo bora lingali moyoni, na fimbo ya huba katu haimuachi salama mja. Hii ni bora ingalikuwa fimbo ya huba lao ingepozwa na tabasamu la pendwaye. Kinyume chake, hii ni fimbo ya mamlaka mbele ya waja waliobeba imani nzito kwa mchungaji wao. Sogea, jongea karibu yangu, ndimi Franki Kashonde. Keti nami nikuhadithie. Siku kadhaa nyuma, baada ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kulifungia kanisa la Glory of Christ almaarufu kama Ufufuo na Uzima, linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima, Juni 14 mwaka 2025, kupitia ukurasa wa Instagram wa Askofu Gwajima aliandika ifuatayo, na nukuu: ibada ya jimbo kuu la Dar es Salaam saa 4 kamili asubuhi, mahali Ubungo Chaibora. Kisha chapisho hilo likaambatanishwa na maneno yafuatayo, na nukuu: Waebrania 10:25, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Mwisho wa kunukuu. Juni 15, 2025, tarehe ikawadia, tarehe ikafika. Wana watiifu wakawadia eneo la kuabudia. Tamthilia iliyofuata huenda isisahaulike katu katika maktaba za ubongo na mioyo yao. Walifika mapema wakitokea kona zote za jiji la Dar es Salaam, si kwa sababu ya mwito wa kawaida, bali kwa mwito wa moyo wa imani. Wakaja, viganja vyao havikuwa na leso wala mandazi ya bibi nyao, bali viganja vyao vilizifumbata Biblia zao na sauti zao ambazo zilitamani kupaa juu kama moshi wa ubani kuelekea mbinguni. Lakini milango ya kanisa lao ilikuwa imefungwa. Askari wametanda mithili ya wingu zito, dalili ya hubari lisilobisha hodi. Magari ya polisi yanapiga doria kila upande kuhakikisha zuio la kisheria linatekelezwa. Pamoja na hayo, kundi la waamini wa kanisa hilo hawakunyoosha mikono ya kuomba huruma, bali walipaza sauti zao, si kwa vurugu bali kwa sala na mabango yaliyohitaji haki ya kuabudu, wakiomba kusali hata nje ya kanisa lao. Isivyo bahati, sauti hizo zilikatwa na nguvu ya amri kali, huku baadhi ya waamini wakipakiwa katika magari ya polisi na kuwekwa chini ya ulinzi mkali. Wakati niko pale, nikamsikia muumini mmoja akitamka maneno haya: kwetu sisi hiki sio kilio wala mateso, bali ni sala ya moyoni inayopenya hadi mawinguni. Ama kwa hakika, kwa anayesikia kwa roho, ilikuwa ni kilio kilichogeuka sala. Sinema ya leo haikuwa ya mawada wala vita. Ilikuwa ya mafahari wawili waliosogezwa karibu, mmoja akitaka haki ya kuabudu na mwingine akitekeleza zuio la kisheria la kuabudu. Nilipata nafasi ya kuyashuhudia yote haya kwa macho yangu. Hata mimi mwenyewe haikuwa rahisi kurekodi video hii unayoiona kwa sasa. Nilifanya hivyo chini ya ulinzi mkali. Angalia kwa makini namna ambavyo ulinzi uliimarishwa kiasi hiki. Tukikosa madhabahu ndani ya jengo, tutajenga madhabahu mioyoni mwetu. Haya ni baadhi ya maneno yaliyosikika yakitamkwa na baadhi ya waamini waliokusanyika siku hii ya leo. Yote haya yanafanyika si tu kwa maamuzi ya kipekee, bali ni kwa imani kubwa isiyomithilishwa. Na kama ujuavyo kwamba imani sio ratiba ya wiki, bali ni pumzi ya kila siku. Wengine wakasema kwamba hata kama milango ya kanisa itabaki imefungwa, bado mbingu hazijawahi kufungwa katu. Ewe mwana mtiifu wa simulizi na sauti, ni kweli hakuna aliye juu ya sheria. Ni bora upatikane muafaka wa mapema kabisa. Inawezekana jambo hili likaisha kidiplomasia kabisa, bila kuleta mitafaruku
wala kuumizana kwa namna moja ama nyingine. Una maoni gani kuhusiana na swala hili? Nitafurahi kuona komenti yako hapo chini ukinieleza unafikiri ni kwa namna gani hili jambo linaweza likaisha pasi kuleta athari kubwa kwa yeyote. Mimi ni Franki Kashonde na hii ni Simulizi na Sauti. Usuhuba wetu uendelee kwa jina la Simulizi na Sauti.